tena tuendelee kufahamishana yale ambayo yameendelea kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sakata kubwa ambalo limeibuka siku za hivi karibuni huko nchini Nigeria ni kuhusiana na tukio ambalo mpaka sasa limeendelea kuwashangaza watu. Baadhi ya posti ambazo zimeendelea kuvuja katika mitandao ya kijamii zikihusisha na matukio ya nyuma ya msanii Burna Boy pamoja na rapa P Diddy kuhusishwa kwa kashfa hiyo ya kuingiliwa kinyume na maumbile. Sasa hapa kuna posti ambazo zimevujishwa na baadhi ya watu wakiendelea kuibua sakata hili kubwa kuelekea katika tuzo za Grammy ambazo zinatarajiwa kuweza kufanyika siku za usoni. Baada ya taarifa hii kuweza kutoka rasmi, sasa kuna mambo ambayo hayako sawa, nataka tuyaweze kuyaweka wazi kuhusiana na kile ambacho kwa sasa kinaendelea. Kashfa ya rapa huyu P Diddy pamoja na hizo tuzo za Grammy. Kuna habari ambayo imeibuka ghafla huko nchini Nigeria. Kuna jarida maarufu ambalo limeweza kuripoti matukio hayo na kuweka wazi video ambazo zimeweza kuwashangaza watu wengi sana. Tuzo hizi za Grammy zina usiri mkubwa ndani yake, na baadhi ya mastaa wengine ambao walikuwa wakishiriki tuzo hizi za Grammy miaka ya nyuma kuweza kukataa tena kushiriki mwaka huu katika kuwania tuzo hizo za Grammy. Na ni moja tu ya tukio ambalo kiukweli limeweza kuacha watu midomo wazi baada ya kuendelea kuona posti hizi zikienea katika mitandao ya kijamii. Ushetani ambao P Diddy alikuwa akiufanya miaka ya nyuma kabla ya kufungwa jela. Tunajua kwamba kwa sasa P Diddy amefungwa jela takriban miaka 4 tangu 2024. Kashfa hii kubwa ambayo iliweza kuibuka duniani kote, kuenea katika vyombo vya habari kuhusiana na yale ambayo P Diddy alikuwa akiyafanya yenye usiri mkubwa huko nyumbani kwake Los Angeles, ambako alikuwa akiwaalika mastaa wakubwa duniani na kuweza kuingilia kinyume na maumbile. Sasa hapa kuna msanii ambaye ni Burna Boy, yeye alihusishwa vikubwa na kashfa hii ya P Diddy kuingiliwa kinyume na maumbile na hatimaye kufanikiwa kushinda tuzo ya Grammy. Sasa Burna Boy safari hii ameweza kuweka wazi kwamba hatoshiriki tena tuzo hizo za Grammy, licha ya wao kuweza kupendekeza jina lake, lakini ameweka wazi kwamba hataki kuzitia tena hizo tuzo za Grammy, hataweza kushiriki kutokana kwamba hayuko sawa, aliathirika kisaikolojia. Yale matukio ya nyuma ambayo yaliweza kuiburiwa katika mitandao ya kijamii kuweza kuingiliwa kinyume na maumbile na P Diddy kuweza kupakwa mafuta ya Baby Johnson. Kama unakumbuka Septemba mwaka 2024, habari hii kubwa ya P Diddy ambayo iliweza kuibuka katika vyombo mbalimbali vya habari duniani. P Diddy anakabiliwa na kashfa kubwa ya kuingilia kinyume na maumbile mastaa wenzake kwa kuweza kuwaragai na tuzo hizo za Grammy. Sasa katika tukio hili mwathirika mkubwa kwa huku Afrika alikuwa ni Burna Boy, kwa sababu yeye ndiye star pekee kabisa kutokea Afrika ambaye alikuwa akishinda kila mwaka tuzo hizo za Grammy. Kumbe mwezeshaji alikuwa ni P Diddy, ndiye alikuwa akimwezesha Burna Boy kwa kushinda tuzo hizo za Grammy baada ya usiku mmoja ambao walikuwa wanatumia vizuri kabisa barabara na Burna Boy kuweza kushinda tuzo hizo. Sasa tunajua kwamba kwa sasa bado anatumikia miaka yake 4 na tangu afungwe mwaka 2025 amebakiza miaka yake kama 3 hivi aweze kutoka huko gerezani na kurudi uraiani. Matukio haya ya P Diddy ambayo yaliibua hisia kubwa sana katika jamii kutokana na usiri mkubwa ambao ulikuwa umejificha miaka mingi mno tangu alipokuwa maarufu na hatimaye kuingia katika kashfa hiyo kubwa na kupelekewa kufungwa jela takribani miaka 4. Huyu hapa ni P Diddy, muonekano wake jinsi alivyo huko jela, jinsi anavyoonekana ndo huyu hapa. Kama bado ulikuwa unatamani kumuona, basi ndo huyu hapa P Diddy. Ushetani aliofanya hautakaa usaurike kwa mastaa wakubwa duniani. Kama unavyoona hapa, hii ni miongoni mwa posti ambayo ilitrendi sana miaka ya nyuma. Kashfa hii ya P Diddy ilivyoibuka, watu wakaanza kuibua matukio mbalimbali ambayo yalikuwa kitrendi, video za siri
za P Diddy pamoja na mastaa hawa ambao walikuwa wakiingilia kinyume na maumbile nyumbani kwake huko maeneo ya Los Angeles. Kama unavyoona hapa, ni tukio ambalo liliweza kugonga vyombo vya habari mbalimbali duniani. Mastaa hawa ambao pia walikuwa wakihusishwa na matukio kadha wa kadha ya P Diddy huko nyumbani kwake na kuweza kukamatwa na vyombo vya usalama huko nchini Marekani katika jumba lake la kifahari na katika chumba cha siri ambacho P Diddy alikuwa akikitumia kwa ajili ya kuweza kuhifadhi mafuta hayo ya Baby Johnson. Kama unavyoona hapa, maafisa wa usalama huko nchini Marekani waliweza kukuta chumba hicho kikiwa na chupa takriban ya 200 ambayo P Diddy alikuwa akiyatumia wakati akiwaingilia kinyume na maumbile mastaa hao huko nyumbani kwake. Chupa zenyewe ndio hizi hapa, unaweza kuzitazama vizuri. Ni vilainishi ambavyo P Diddy alikuwa akivitumia barabara kabisa kuweza kuhakikisha kwamba anaparainisha vizuri, alafu ndio aanze shughuli yake nzito ya kuweza kuingilia kinyume na maumbile ya mastaa hao na kuweza kuwafanya kuwa maarufu na wengine kuweza kushinda tuzo za Grammy, kama vile Burna Boy kushinda takriban mara 6 tuzo za Grammy kila mwaka alikuwa akishinda. Basi inaonyesha kabisa kwamba P Diddy alikuwa akimtumia vizuri sana Burna Boy. Chupa hizi takribani ya 200 ambazo maafisa usalama walizikuta katika chumba hicho cha siri gorofani katika jumba la kifahari la P Diddy, ambavyo jinsi inavyoonekana hapo, alikuwa akiyatumia mafuta hayo vilainishi kuhakikisha kwamba mastaa hao wanashinda tuzo za Grammy, kuweza kunyakua tuzo hizo za Grammy. Mtu ambaye aliathirika sana ni star kutokea huko nchini Nigeria, Burna Boy, kwa sababu yeye alishinda tuzo za Grammy mfululizo. Ilikuwa kila mwaka Burna Boy anashinda tuzo za Grammy. Hiyo yote P Diddy alikuwa akimwezesha kuweza kufanikisha tuzo hizo anazopata star huyo kutokea huko nchini Nigeria, Burna Boy. Na baadhi ya matukio mbalimbali ambayo yaliweza kuibua hisia kubwa kwa mashabiki baada ya posti ambazo ziliweza kuvuja zikimwonyesha Burna Boy akiwa happy, akienjoy maisha mazuri nyumbani kwa P Diddy, na inasemekana kwamba alikaa takriban ya mwezi mzima hapo nyumbani kwa P Diddy kwa ajili ya kuweza kusherehekea ushindi huo wa tuzo za Grammy. Ni jambo sana baada ya posti hizi ambazo zilianza kutrend katika mitandao ya kijamii mwaka 2024 baada ya kashfa hiyo kubwa ya rapa huyo P Diddy kukutwa nayo na hatimaye kuweza kushtakiwa kwa makosa ya kuingilia wanaume kinyume na maumbile, unyanyasaji watoto wadogo. Kuna posti hapa nitakuwekea ambayo inasikitisha mno. Burna Boy alimshukuru sana P Diddy kutokana na yale ambayo yalikuwa yakiendelea, yeye kuweza kunyakua tuzo za Grammy za kutosha. Kama unavyoona hapa, baadhi ya posti mbalimbali ambazo ziliweza kuenea sana katika mitandao ya kijamii zikionyesha P Diddy akiwa anapewa shukrani na msanii huyo Burna Boy kwa kumwezesha kushinda tuzo hizo za Grammy mfululizo. Nyuma ya pazia kumbe kuna mambo ya ushetani ambayo yalikuwa yakiendelea. Burna Boy kuweza kuwa na ukaribu sana na rapa huyo P Diddy kutokana na kuweza kuwezeshwa baadhi ya mambo kama hivyo kuweza kufanikisha tuzo hizo za Grammy. Na pati ambazo zilikuwa zikifanyika huko nyumbani kwa P Diddy, Burna Boy alikuwa akizishia katika mitandao ya kijamii akitamba na kuwaringishia mastaa wenzake kwamba yeye na P Diddy wana ukaribu mkubwa sana. Na safari za huko nchini Marekani zilikuwa aziishi mara kwa mara. Alikuwa akiondoka Nigeria na kuweza kuelekea huko Marekani kuweza kwenda nyumbani kwa P Diddy. Na alikuwa akiwatambia mastaa wenzake huko Nigeria kama kina Davido, Wizkid, alipokuwa akisafiri mara kwa mara kwenda huko Marekani kukutana na rapa huyo P Diddy. Kumbe kulikuwa kuna mambo ya giza, mambo ya udhalilishaji, mambo ya aibu
ambayo yalikuwa yakiendelea nyumbani kwa P Diddy. Kama unavyoona hapa, ni tukio la kusikitisha mno. Taarifa hii kubwa ambayo iliweza kuenea duniani kote katika vyombo mbalimbali vya habari, P Diddy pamoja na Burna Boy, video ambazo ziliweza kuvuja, ziliwasikitisha watu wengi sana. Jamii ya huko nchini Nigeria iliweza kuingiwa na aibu kubwa mno kutokana na matukio haya ambayo yaliweza kuibuka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Tukio la aibu kulikweli, kwa sababu Burna Boy alikuwa akijitamba na kujisifia kuweza kuonyesha mastaa wenzake kwamba yeye tuzo za Grammy ni kama nguo anazibadilisha muda wote, tuzo ambazo alikuwa akizipata mara kwa mara, na hiyo yote kutokana na msaada mkubwa wa rapa huyo P Diddy kuhakikishia kwamba atashinda tuzo za Grammy muda wote. Hiyo yote kutokana na fadhila ambazo rapa huyo P Diddy alikuwa akizirudisha kwa msanii huyo Burna Boy kumfanikishia kushinda tuzo hizo za Grammy. Matukio haya ambayo yalikuwa yakihusishwa na kuingilia kinyume na maumbile usiku mmoja kabla ya tuzo za Grammy kuweza kuwashangaza watu wengi sana baada ya posti hizi ambazo zilikuwa zikiibuka katika mitandao ya kijamii. Hapa ambayo iliweza kuwashangaza watu wengi sana. Baada ya tuzo za Grammy kuisha, alionekana msanii Burna Boy akiwa amevalia mavazi hayo na akiingia nyumbani kwa P Diddy usiku mida ya saa 9, kwenda nyumbani kwa P Diddy, yote kwenda kumshukuru kwa kuweza kushinda tuzo za Grammy. Jambo hili ambalo liliweza kuwashangaza watu wengi sana na hawakuamini macho yao. Matukio haya ya P Diddy kuingilia mastaa wakubwa kinyume na maumbile yalihusishwa na baadhi ya wasanii wakubwa Afrika. Pia na wao waliweza kuingia katika kashfa hii, mnyororo wa P Diddy kupaka mafuta ya Baby Johnson mpaka kuharibu. Kama unavyoona hapa, ni tukio la kusikitisha kweli kweli. Huwezi amini kile ambacho kiliweza kutokea mwaka 2024 itabaki kuwa historia, na kwa sasa P Diddy anatumikia kifungo cha miaka 4 jela. Walihusishwa baadhi ya mastaa wakubwa hapa nchini. Kama unavyoona hapa, ni matukio ambayo kikweli yameweza kuwafanya watu wengi sana kuweza kumlaumu P Diddy kwa kile ambacho alikifanya miaka ya nyuma, na kuweza kuwasababishia matatizo makubwa baadhi ya mastaa, kuweza kuwafanya waathirike kisaikolojia. Tangu matukio yale ya mwaka 2024 yaibuke katika mitandao mbalimbali ya kijamii, mastaa hao wamekuwa hawako sawa kabisa. P Diddy alaumiwe sana kwa yale ambayo aliyafanya, kuweza kusababisha matukio ambayo yamewafanya watu wawe midomo wazi kutokana na matendo machafu ambayo P Diddy alikuwa akiyafanya kwa mastaa wenzake, mastaa wakubwa ambao walikuwa wakienda hapo nyumbani kwake na kuweza kuingiliwa kinyume na maumbile, kuweza kupakwa mafuta ya Baby Johnson, takriban ya chupa 200 ambazo P Diddy alikutana nazo katika chumba chake cha siri huko nchini Marekani, katika jumba lake la kifahari ambalo walikuwa kilimiliki. Chupa hizo 200 maafisa usalama walizikuta humo baada ya kuweza kuvunja mlango na kukutana na chupa hizo zikiwa zimewekwa vizuri kabisa, zimepangwa na baadhi ya nguo zikiwa ziko chini. Matukio haya yaliwasikitisha watu wengi sana duniani baada tu ya kuweza kukutwa na skendo hiyo kubwa ya kumiliki chupa za mafuta virainishi kwa ajili ya kuweza kuingilia kinyume na maumbile mastaa wenzake, mastaa mbalimbali duniani. Hii ni baadhi ya taarifa ambayo tumeleta kwa ajili ya kuweza kujua nini haswa ambacho kwa sasa kinaendelea baada ya ukimya mkubwa tangu tukio la mwaka 2024 liibuke katika mitandao ya kijamii kutokana na machafu ambayo P Diddy alikuwa akiyafanya, kuingilia kinyume na maumbile mastaa hao na kuwafanya kuwa maarufu na kushinda tuzo za Grammy. Hii hapa ni miongoni mwa posti ambayo pia iliweza kuacha watu midomo wazi baada ya Justin Bieber kuweka wazi yale ambayo alikuwa yakiendelea miaka ya nyuma. P Diddy alimwingilia kisawasawa kinyume na maumbile
alipokuwa mdogo, na hiyo yote kutokana na Asha Raymond alichukua Justin Bieber kumpeleka kwa P Diddy kwa ajili ya kuweza kupata umaarufu, na alifanikiwa kupata umaarufu Justin Bieber, lakini mpaka leo hii ameathirika kisaikolojia kutokana na yale ambayo alikuwa akifanyiwa na rapa huyo P Diddy enzi za mtoto wake, udogo wake tuseme, wakati anautafuta umaarufu wa muziki. Hapa utaona posti hii ambayo pia iliweza kuibua taharuki kubwa kwa mashabiki baada ya Justin Bieber kuonekana na P Diddy wakiwa karibu kweli usiku wa show, na baadaye waliweza kuondoka pamoja. Na hiyo yote kwa ajili ya kuweza kufanikisha lengo la P Diddy kumfanya Justin Bieber kuwa maarufu, msanii mkubwa duniani, na lengo hilo liliweza kukamilika mara moja. Matukio haya ambayo yaliyofanya baadhi ya mastaa wengine kuathirika kisaikolojia kutokana na kuingiliwa mara kwa mara na P Diddy, na hiyo yote kwa ajili ya kuweza kushinda tuzo za Grammy kama msanii Burna Boy. Yeye ni miongoni mwa mastaa ambao wameathirika kisaikolojia kwa sababu walishinda tuzo za Grammy nyingi sana. Waliweza kupata tuzo hizo mara kwa mara walipokuwa wakishindana katika tuzo hizo za Grammy. Pia katika post ambayo iliweza kuvuja katika mitandao ya kijamii ikimuonyesha Burna Boy akikimbia kwenda kumkumbatia msanii huyo rapa P Diddy usiku wa tuzo. Kama unavyoona hapa nyuma ya kamera, Burna Boy alimkimbilia P Diddy na kwenda kumkumbatia, kumpigia mabusu moto moto, kumshukuru kwa kile ambacho amekipata kwa mara ya kwanza kabisa kushinda tuzo za Grammy. Tukio hili liliibua hisia kubwa kwa mashabiki baada ya kuweza kuona video hii na posti zikivuja katika mitandao ya kijamii, na video ambayo iliweza kumuonyesha Burna Boy pamoja na P Diddy wakiwa wako live, wakiongea kwa mahaba mazito, huku Burna Boy akimshukuru P Diddy kwa kitendo ambacho kimefanyika cha kushinda tuzo hizo za Grammy kwa mara ya kwanza kabisa tangu Burna Boy aanze muziki. Alishinda tuzo yake ya Grammy na aliweza kuongea video call na P Diddy, na P Diddy alimuhusia mambo mengi sana. Alimwambia kwamba atashinda nyingi na nyingi zaidi, ni yeye tu. Jambo hilo ambalo liliweza kutrend katika mitandao ya kijamii. Pia hata msanii Diamond Platnumz, na yeye ni miongoni mwa mastaa wakubwa ambao walikuwa wakizungumziwa sana katika kashfa hiyo ya skendo ya P Diddy. Aliongea ukweli wote aliokuwa akijua kwamba walishawahi kwenda nyumbani kwa P Diddy huko na walilala usiku mmoja, pia chumba cha mafuta ya Bibi Johnson. Baada ya kuweza kuonekana katika vyombo vya habari maafisa usalama ambako waliingia humo kwa P Diddy kwenda kufanya ukaguzi, baada ya kuweza kukamatwa kwa P Diddy walikutana na vitu vya ajabu sana katika chumba hicho cha P Diddy huko katika jiji la Los Angeles nchini Marekani. Hivi ndivyo ambavyo P Diddy, jambo hili lilikuwa la usiri mkubwa kwa sababu alikuwa akilifanya kwa usiri. Ni ushetani uliokisiri kwa mastaa wenzake kwa ajili ya kuwafanya kuwa maarufu na kuweza kushinda tuzo za Grammy. Tukio hili ni la kusikitisha sana. P Diddy aliyoyafanya hayatoka yasaurike. Mastaa wakubwa watamkumbuka kwa yale ambayo alikuwa akiwafanyia, kuweza kuingilia kinyume na maumbile, na hatimaye kashfa hiyo kupelekea kufungwa miaka 4 jela. Huyo P Diddy utashuhudia hapa posti mbalimbali ambazo zinamuonyesha P Diddy akiwa gerezani akitumikia kifungo chake cha miaka 4, na kwa sasa amebakisha kama miaka 3 hivi. 2026 hii 27 na 28 atakuwa uraiani kuanza maisha yake mapya. Na hapo utaona jinsi gani P Diddy huko gerezani akiwa na wafungwa wenzake, muonekano wake wa sasa jinsi alivyo kutokana na yale ambayo aliyafanya miaka ya nyuma na kumsababishia kuweza kufungwa miaka 4 jela. Kashfa kubwa, skendo kubwa ya kuingilia kinyume na maumbile mastaa wenzake, kuwafanya kuwa maarufu na kuwawezesha kushinda tuzo za Grammy. Kama msanii Justin Bieber ni miongoni mwa mastaa ambao wameathirika kisaikolojia kutokana na yale ambayo wameyapitia.
P Diddy amewafanyia mabaya. Yeye ameathirika kisaikolojia pakubwa sana kutokana na ukaribu wake mkubwa ambao alikuwa nao na P Diddy enzi hizo, akitafuta maarufu na kufanikiwa kushinda tuzo za Grammy nyingi mno. Na star mwingine ni Burna Boy, naye pia ni miongoni mwa mastaa ambao wameathirika kisaikolojia kutokana na ukaribu huo ambao aliokuwa nao tangu mdogo. Alipoanza safari yake ya kimuziki, P Diddy alimpokea na kuweza kumfanya kama mtoto wake, kumbe alikuwa akimwingilia kinyume na maumbile. Hizi hapa ndio pasti ambazo P Diddy alikuwa akizifanya miaka na miaka tangu alipokuwa kijana. Kama unavyoona hapa, alikuwa akifanya kufuru kweli. Hapa utaona kabisa kwamba kuna mwanamke yuko tupu na amelala katika meza na wakiwa wamemwagia chakula. Jambo hili ambalo liliweza kujadiliwa sana katika vyombo vya habari kutokana na sherehe hizo ambazo P Diddy alikuwa. Unaona kabisa hapa wamembeba mwanamke kama vile keki akiwa yuko tupu kabisa. Jambo hili ambalo liliweza kuibua pia hisia kubwa kwa mashabiki kutokana na sherehe za P Diddy ambazo alikuwa akizifanya, ambazo zilikuwa zinakosa maadili katika jamii. Sherehe hizo za ushetani ambazo P Diddy alikuwa akiziongoza na kualika mastaa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kusherehekea kwa pamoja, kuvibe kwa pamoja, na kupelekea baadhi ya mastaa wengine kuweza kuingiliwa kinyume na maumbile usiku huo wa party ambazo alikuwa akizifanya hapo nyumbani kwake katika jumba la kifahari. Utaona jinsi gani watu walikuwa ni wengi kweli, walikuwa kivibe, wakipati kwa pamoja na star huyo rapa mkubwa, msanii huyo P Diddy enzi hizo. Kama unavyoona hapa, na baadhi ya mastaa wengine kutokea Afrika. Burna Boy pia ni miongoni mwa mastaa ambao hawatakaa wamsahau P Diddy kutokana na mazuri na mabaya ambayo aliyofanyiwa. Mazuri ni yale ya kushinda tuzo za Grammy pamoja na kuwa star maarufu duniani, kufahamika kwa baadhi ya mastaa wakubwa nchini Marekani. Yoyote ni P Diddy alifanikisha la kuweza kumsaidia Burna Boy kuwa maarufu na kufahamiana na mastaa wakubwa huko nchini Marekani. Baya zaidi ni la Burna Boy kuingiliwa kinyume na maumbile na P Diddy, hilo hatokasahau kutokana na yale ambayo alikuwa akifanyiwa. Baadhi ya posti ambazo ziliweza kuvuja zikimuonyesha Burna Boy kama ulivyoziona hapo awali akiwa nyumbani kwa P Diddy akifurahia ushindi mkubwa wa kushinda tuzo za Grammy usiku mmoja kabla ya kupata tuzo. Mambo machafu yaliendelea nyumbani kwa P Diddy. Utajiri mkubwa ambao Burna Boy mpaka sasa anamiliki huko nchini Nigeria ni utajiri wa kufuru. Yoyote ni msaada mkubwa kutoka kwa star huyo rapa kutoka nchini Marekani. P Diddy amefanikiwa pakubwa sana kumfanya Burna Boy kuwa tajiri, msanii Nigeria anayeongoza kuwa na magari ya kifahari Lamborghini. Kama unavyoona hapa, ni miongoni mwa showroom ya Burna Boy huko nchini Nigeria. Msaada huu ameupata kutoka kwa P Diddy baada ya kuweza kupakwa mafuta ya Baby Johnson kinagaubaga na kushinda tuzo za Grammy, kupata show kubwa huko nchini Marekani. Haya ni matukio ambayo yanadisiwa sana huko nchini Nigeria na baadhi ya media kutokana na utajiri kufuru ambao anaumiliki Burna Boy, kuhusishwa na kashfa hiyo kubwa ya kuingiliwa kinyume na maumbile na rapa huyo P Diddy, kumfanikishia Burna Boy kuwa na utajiri ambao ni kufuru huko nchini Nigeria, kushinda tuzo za Grammy nyingi mno na kuweza kukutana mastaa wakubwa, kufanya show kubwa katika arena, kuwa na majumba ya kifahari ambayo Burna Boy anayamiliki huko nchini Nigeria. Yote haya ni msaada mkubwa ambao ameupata kutoka kwa rapa huyo P Diddy ambaye bado yuko gerezani mpaka leo hii, kutokana na kashfa yake kubwa ya kuingilia mastaa kinyume na maumbile na kuwafanya kuwa maarufu, kuwa matajiri na kushinda tuzo za Grammy. Miongoni mwa Burna Boy, yeye ni star ambaye ameshinda tuzo za Grammy nyingi na ameingiliwa kinyume na maumbile mara nyingi na star huyo rapa P Diddy. Ameweza kumfanya Burna Boy kuwa star mkubwa duniani na anayefahamika duniani kote na mastaa wakubwa maarufu huko nchini Marekani kwa msaada
wa rapa huyo P Diddy baada ya kuweza mafuta ya Baby Johnson yatumia vizuri kwa Burna Boy kuhakikisha kwamba Burna Boy anakuwa mshindi mkubwa mara zote wa tuzo za Grammy. Yoyote kutokana pia na ukaribu mkubwa wa Burna Boy kwa P Diddy kujiweka ukaribu kwa ajili ya kuweza kupata yote hayo. Bwana, asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kukudokezea kuhusiana na tukio hili kubwa la kihistoria halitakaa lisahaulike la P Diddy kuingilia kinyume na maumbile mastaa wakubwa duniani, akiwemo msanii Burna Boy ambaye yeye ni star ambaye ameathirika sana kisaikolojia kutokana na yale ambayo aliyopitia mwaka 2024 kuwepo katika kashfa hiyo kubwa ya kuingilia kinyume na maumbile na rapa huyo P Diddy kupakwa mafuta ya Baby Johnson na hatimaye kukataa katukatu kutokushiriki tena katika tuzo hizo za Grammy baada ya jina lake kuweza kuwa nominated mwaka huu. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto. Sisi Bongo Hot TV tuko hapa kila siku. Hakikisha bonyeza alama ya subscribe ili kuendelea kupata habari zetu. Asante sana kuendelea kuwa nasi.